Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Karibu katika sehemu ya 3, tujifunze kwa habari ya wokovu, matendo na imani. Na jambo la msingi ambalo lipo ni kwa habari ya namna gani nitaupata wokovu, namna gani nitautunza wokovu, namna gani nitafanya ili kuweza kukaa katika peak, kukaa katika uzuri, kukaa katika neema, kukaa katika ile raha ya wokovu. Mpendwa katika Bwana. Na hili ndilo swali letu kubwa ambalo linaibua mambo mengi na hoja nyingi. Jambo la msingi kabisa cha kwanza, nataka nikwambie kwamba wokovu sio matendo yako. Wokovu ni kazi ya Mungu. Na siku ya leo tutatumia kitabu cha Isaya, ile sura ya 64 na ule mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Anazungumza hapo, anasema sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi, kama vazi lililotiwa unajisi. Vazi lililotiwa unajisi ni vazi gani? Ukienda kusoma katika vitabu, katika sheria ya Musa, katika zile Torati, hasa kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi, utaona pale wakati anaongelea vitu najis, kitu kimoja cha vitu ambavyo vilikuwa ni najis ni mwanamke ambaye yuko kwenye siku zake. Sasa hii nguo iliyotiwa unajis ni nguo ambayo inatumika kuziba ile damu ili isiendelee kutoka. Kwa sasa tunaita pedi. Sasa anasema hivi, matendo yetu yote ya haki unayoyafanya wewe, ninayoyafanya mimi, mbele za macho ya Mungu yamekuwa kama nguo iliyotumiwa kuziba ile damu wakati wa menstruation, wakati wa hedhi. Hivyo itafakari kile kitendo, na hicho kitendo kilikuwa ni kiovu kulingana na sheria ya Musa, kulingana na Torati. Biblia inasema mwanamke akiwa najis anatakiwa awe separated, inatakiwa atengwe siku 7, asishike kitu chochote, na akishika kitu chochote, hicho kitu kinawekwa kama najis, ni kitu cha kutupwa. Hivyo kilikuwa ni kitu ambacho kibaya sana, ni kitu ambacho hakistahili, ni kitu ambacho hakifai kabisa. Kwa hivyo kulikuwa hakuna mwanamke wa namna hiyo haruhusiwi kuingia jikoni, haruhusiwi kufanya chochote, haruhusiwi kushika jambo lolote. Kila jambo atakalolishika hilo jambo limekuwa najis, limekuwa ni chafu. Sasa kwa nini anasema matendo ya haki yanaonekana kama nguo ya unajis mbele ya Mungu? Mstari wa 7 anasema, tena hapana aliitiaye jina lako ajitahidie akushike, kwa kuwa umetuficha uso wako, nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu. Anasema kwa kuwa hakuna hata mtu anayeliitia jina lako, ambaye anaita jina lako, ambaye anategemea kwako, ambaye anategemea neema, anategemea wokovu kutoka kwako, wala hakuna anayejitahidi kushika ili raha yako Kristo. Hakuna anayejitahidi kushika hata ule uzuri wa Mungu. Hakuna anayejitahidi kufanya hicho kitendo. Sasa wapendwa, kujitahidi anamaanisha nini? Kujitahidi ni imani katika kumwamini Mungu, ni katika kumtegemea Mungu, na hapo ndipo ulipo ushindi wote. Anasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5 kuanzia mstari wa 4 ukisoma pale, anasema na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, yaani hiyo imani yetu. Na anasema ni nani anayeweza kuushinda ulimwengu isipokuwa ni yule ambaye anaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa imani ndio nguzo ya kuweza kushinda maovu yote. Imani ndio power ya kuweza kukava vitu vyote. Maana yake ukitegemea katika Kristo, kama unalitia jina la Bwana, hapo ndipo wokovu unaokoka. Anasema hivi, msingi ulio imara na kila alitia jina la Bwana aache uovu. Akisha liita jina la Bwana, ule uovu wote unaondoka kwake. Atakayelitia jina la Bwana, huyo mtu ataokoka, ataingia katika raha ya Mungu. Sasa nataka tukamwangalie Ibrahim katika ile Warumi 4 na ule mstari wa 1 mpaka ule wa 6. Anasema, basi tuseme nini juu ya Ibrahim baba yetu kwa jinsi ya kimwili? 2. Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, anao la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Anasema hivi, tuseme nini juu ya Ibrahim? Ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa matendo yake, yeye anao la kujisifia,
lakini si mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu hawezi kujihesabia haki mbele za Mungu, bali Mungu ndio anayemhesabia haki mwanadamu. Hivyo mwanadamu hawezi kujiokoa, bali Mungu ndio anayemwokoa mwanadamu. Mstari wa 3 anasema, maana maandiko yanasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kumbuka, sio Ibrahimu alitenda ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ibrahimu alimwamini Mungu, Mungu ndiyo akamhesabia Ibrahimu kwamba sasa umestahili, kwa kuwa umeniamini mimi, kwamba mimi ndio ninayekutunza, mimi ndio ninayekufikisha katika utukufu, mimi ndio ninayekufikisha katika kila jambo, nitakayekufikisha katika kila hatua. Hivyo akamhesabia kuwa yeye ni mwenye haki. Mungu ndio aliyemhesabia Ibrahimu kuwa mwenye haki. It doesn't matter how mistakes ambazo Ibrahimu anafanya, lakini Mungu ndio aliyemhesabia Ibrahimu haki. Mstari wa 4, lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Kwa mtu ambaye anafanya kazi, ule ujira wake, ile mshahara wake hauhesabiwi kuwa ni neema, hauhesabiwi kuwa ni zawadi, bali kwake inahesabiwa kwamba ni deni, ni malipo ya kazi fulani aliyoitenda. It's a payment, ni kitu ambacho amelipwa kwa ajili ya kazi aliyoitenda mtu ambaye anafanya kazi. 5, lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyemkuwa mtaua, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Anasema hivi, bali yule asiyetenda jambo lolote, lakini anamwamini yule ambaye anamhesabia haki, asiyekuwa mtaua, aliye mchafu, aliye muovu, mtu huyo imani yake inahesabiwa kuwa ni haki. Mambo yake, maisha yake yanahesabia kuwa ni haki, kuwa amestahili, kuwa ni mtakatifu. Mpendwa katika Bwana, kumbuka jambo la msingi katika kitabu cha Efeso 2 na ule mstari wa 8 mpaka wa 9, anasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa nafsi yetu, bali ni kipawa cha Mungu, ni zawadi ya Mungu, wala si kwa matendo yetu, na mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa sababu wokovu ulikuja kwa sababu ya neema ya Mungu, kwa sababu ya ubure, kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hivyo kwa yote ambaye anamwamini, huyo mtu amehesabiwa kuwa haki, amehesabiwa kuwa mtakatifu. Mwalimu Brian, sasa vipi kuhusu matendo? Tusifanye matendo mazuri? Tusifanye mambo ya kupendeza? Hapana. Mambo ya kupendeza, matendo mazuri ni yanapendeza na ni mazuri mbele ya watu. Tito 3 mstari wa 8 anasema matendo mazuri yanafaa kwa wanadamu. Lakini pia kwenye hiyo Efeso 2 mstari ule wa 10 anasema hivi, maana sisi wote tu kazi ya Mungu, tuliumbwa katika Kristo Yesu tupate kutenda matendo mema. Good work, good deed, matendo mema ni matendo ambayo tumeumbiwa sisi kuyatenda. Lakini matendo mema hayampatii mtu wokovu. Matendo mema hayatunzi wokovu. Matendo mema hayakufanyi uingie mbinguni, bali kwa kumwamini Kristo Yesu, huko ndiko kuna ushindi. Kwa sababu hata ukitenda matendo mema kama umwamini Kristo ni kazi bure. Matendo yako yanaonekana kama nguo iliyotiwa unajisi, yanaonekana kama pedi yenye damu wakati wa hedhi ya mwanamke, yanaonekana kama pedi yenye damu wakati wa kipindi kile cha mwanamke akiwa yuko kwenye siku zake. Mpendwa katika Bwana, sasa kama umemwamini Kristo Yesu, hongera kwako. Kama hujamwamini Kristo Yesu na unasema nitafanyaje ili nipate kuokoka, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 10 na ule mstari wa 9 inasema, kwa sababu hiyo ukimkiri yeye kwa kinywa chako, nani? Kristo Yesu, kwamba ni Bwana, na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hivyo kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu, na kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Mpendwa katika Bwana, kama hujamwamini Kristo, mwamini Kristo leo, utapata kuingia katika wokovu, utapata kuingia katika utukufu, atakusafisha na kukuosha, utastahili, utaingia kwenye maisha ya milele. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako, na kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.